Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Moja kwa moja kutoka hapa jijini Mwanza. Hii ni Mahasin TV. Ukitufuatilia kupitia kisembuzi chako cha Azam TV, na vile vile matangazo haya unaweza kuyapata kupitia akaunti yetu ya YouTube Mahasin TV Official. Karibu sana. Hivi sasa ni wasa wa kapu la habari kwenye fursa pekee ya kuweza kukujuza kwa lamba mijiri kitaifa sambamba na habari za kimataifa. Kwa habari za hapa nyumbani utakuwa nami Saadi Suleiman, na hapo baadaye nitakujuza ile ambayo tutasomea habari za kimataifa. Awali yote tuangazie muhtasari miongoni mwa wale ambayo tumekuandalia siku hii ya leo. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan apokea ripoti ya CAG na TAKUKURU za mwaka wa fedha 2023-2024. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda awakumbusha wadau kuyatazama makazi ya watoto yatima wanaolelewa kwenye vituo mbalimbali mkoani hapa. Na katika rubaa za kimataifa, moto mkubwa wa misituni unaendelea kwa siku ya 5 mfululizo kusini mashariki mwa Korea Kusini, wasababisha vifo vya watu 24. Na karibu sana mtazamaji wa Mahasin TV, tuweze kulianza kapu la habari, na moja kwa moja tulianze kapu la habari kwa upande wa habari za kitaifa, na kwa siku leo moja kwa moja tukianzia jijini Dar es Salaam. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Dr. Charles Kichere amemkabidhi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ripoti ya ukaguzi kutoka Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Rajab Shaban Matuga ana masimulizi ya taarifa hiyo. Makabidhiano hayo yamefanyika Ikulu jijini Dar es Salaam mara baada ya kusomwa kwa ripoti hiyo. Akisoma ripoti hiyo, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Dr. Charles Kichere amesema deni la serikali limeongezeka na kufikia shilingi trilioni 97.35 kutoka shilingi trilioni 82.25 katika mwaka wa fedha uliopita 2022-2023. Deni hilo linajumuisha deni la ndani la shilingi trilioni 31.95 na deni la nje la shilingi trilioni 65.40. Mheshimiwa Rais, tathmini ya uendelevu wa deni la serikali imebaini kuwa deni la taifa bado ni himilivu. Viashiria vikuu vinaonyesha kuwa thamani halisi ya deni la nje ni 23.6% ya pato la taifa, chini ya ukomo wa 40%. Na deni la jumla ni 41.1% ya pato la taifa, chini ya ukomo wa 55%. Malipo ya deni kwa mapato ya mauzo ya nje ni 127.5%, chini ya ukomo wa 180%. Na malipo ya deni kwa mapato ya serikali ni 14.5%, chini ya ukomo wa 18%. Aidha, CAG Dr. Charles Kichere amesema ripoti hiyo inaonesha shirika la Reli Tanzania TRC limepata hasara ya shilingi bilioni 224 ikilinganishwa na hasara ya shilingi bilioni 102 kwa mwaka uliopita 2022-2023. Hasara hii ilichangiwa na kupungua kwa mapato ya usafirishaji kutokana na uhaba wa vichwa vya treni na mabehewa, pamoja na mvua kubwa iliyosababisha kufungwa kwa njia kwa miezi 4.
Shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 29.01 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Kama ruzuku hizi zingetolewa, shirika lingepata hasara jumla ya shilingi bilioni 253. Ni muhimu kuzingatia kuwa taarifa hii haihusu kipindi kilichoishia, inahusu kipindi kilichoishia tarehe 30 Juni 2024 kabla ya kuanza kutumika kwa treni ya standard gauge kwa maana SGR. Kwa mapato ya SGR hapa hayapo. Akizungumzia ripoti hiyo, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema ukaguzi uliofanyika unatoa taswira ya matokeo ya hatua zinazochukuliwa na serikali katika kuimarisha taasisi za umma ili ziweze kutumia vizuri rasilimali za serikali kwa kufuata taratibu. Faraja tuliyoipata ni kwamba kwa ujumla kumekuwa na kuongezeka kwa ufanisi katika matumizi ya rasilimali za serikali pamoja na mapungufu yaliyotajwa hapa. Na kama mmesikia vizuri, mapungufu mengi ni ya miaka mingi nyuma, lakini ukichukua mwendelezo kumekuwa na ongezeko la ufanisi katika matumizi ya rasilimali za serikali. Kwa hiyo ni faraja yetu kama serikali kwamba tumeweza kukuza uwazi na uwajibikaji na hatimaye kuleta utawala bora. Tunaendelea kuleta utawala bora ndani ya serikali. Aidha, Rais Dr. Samia akizungumzia taarifa ya TAKUKURU amesema ripoti hiyo imeashiria kuongezeka tena kwa ufanisi. TAKUKURU imetuambia mambo kadhaa. La kwanza ni hilo la kwamba ufanisi umekuwa ndani ya taasisi zetu, lakini la pili ni matumizi ya mifumo na tehama, kwamba kwa kiasi fulani sasa tehama inatumika ndani ya taasisi zetu, lakini ina mifumo iliyowekwa ndani ya taasisi nayo inafuatwa, na kwa kiasi kikubwa kupunguza yale mapungufu au kasoro zilizokuwa zikijitokeza huko nyuma. Lakini pia wametuambia kuna kiwango kikubwa cha kukuza ufahamu na kujenga ujasiri kwa wananchi wa Tanzania kwa ujumla, kufahamu rushwa ni nini na kujenga ujasiri wa kuisema kama tulivyoona kwenye documentary. Lakini jengine wanalolifanya na ni kubwa la msingi, kujenga uelewa wa mapambano ya dhidi ya rushwa kwa vijana wetu shule za msingi mpaka vyuo, na hii ndio kazi kubwa ya kufanya. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amezitaka taasisi za umma zilizokumbwa na athari za mvua kubwa mjini Musoma kuhakikisha zinakarabati miundombinu yao na kurejesha huduma kwa wananchi. Hilali Seifuriami ana masimulizi ya taarifa hii. Kanali Mtambi ametoa maagizo hayo Jumatano wiki hii alipotembelea waathirika wa mvua hizo zilizonyesha mwanzoni mwa wiki na kusababisha uharibifu wa nyumba pamoja na miundombinu ya taasisi mbalimbali za umma. Akiwa ameambatana na kamati ya ushauri wa rais masuala ya siasa na jamii, Kanali Mtambi amesema tayari hatua mbalimbali zimechukuliwa kurudisha maisha katika hali yake ya kawaida. Lakini kwenye maeneo hayo yote ya taasisi za serikali kote kule tumepita na tumeanza kwa kasi kuhakikisha maeneo yote hayo tunayarudisha katika hali yake ya awali ili huduma ziendelee kutolewa kwa wananchi. Lakini kimsingi kama mkoa na kwa kufuata maelekezo ya Mheshimiwa Rais tumejipanga vizuri, na kwa kushirikiana na wataalamu tuliopewa na ofisi ya Waziri Mkuu, tuna hakika kwa mawazo yenu na mchango wenu tutavuka katika hili salama. Baada ya taarifa hiyo, washauri wa rais katika masuala ya siasa na jamii wakawasilisha kifuta machozi cha shilingi milioni 100 kwa familia zilizokumbwa na maafa hayo kutoka kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Manake unaweza akatokezea wengine wakaja wakasema imekuja nyingi zaidi, lakini bahasha ilokuja ni milioni 100 ambazo ametoa Mheshimiwa Rais, ambayo milioni 100 itagawanywa kwa mujibu wa hali itakavyoonekana katika maeneo yote ambayo yamepata athari. Mimi nachokuombeni ndugu zangu ni kuwa wavumilivu tu, kwa sababu hakuna aliyejua tutaamka hivi. Ni Mungu tu anayejua kesho utaamkaje na mwingine ataamka kwa njia gani. Na hapa kuja sio aibu. Hakuna mtu aliyepangiwa kwamba ahamie hapa. Tunakuja kwa shida. Sasa ili tuweze kuimaliza hii shida, tuungane pamoja, tuwahusishe watu wa serikali, huduma ziwe rahisi, lakini na imani hawa hawatalala mpaka lifike mwisho.
Kwa upande wao, baadhi ya wananchi waliofikwa na janga hilo, mbali na kuishukuru serikali kwa kifuta machozi, wametaka fedha hizo ziwafikie walengwa. Tunaupokea sana vizuri, lakini ugawio kwa watu ambao wamehusika. Kwa sasa hivi hali sio nzuri, yani majumba watu kama yule mama ambaye amekaa pale chini, yani hali yake ni mbovu sana, hali ni mbovu mno. Kwa hiyo sisi tushukuru, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu amesema usiposhukuru kwa kidogo Mungu hata kushukuru kwa kikubwa, na sisi tuendelee kumuombea hivyo, na tunashukuru na nyinyi waandishi wa habari mnapokuwa mko na sisi bega kwa bega. Tumuombee sana kwa baraka za mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mungu ampe umri mrefu na amzidishie sana, ila sisi tunamshukuru sana na sana na sana. Namshukuru sana Hilali Seif Riami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea mkoani Mara. Na sasa turejee hapa nyumbani mkoani Mwanza. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amezitaka taasisi mbalimbali zinazofuturisha watoto yatima mkoani hapa, mbali na sadaka hiyo ya iftari, kuvitizama vituo vya watoto yatima kwa lengo la kuboresha miundombinu ya makazi yao, kwa kuwa mara nyingi wamekuwa wakiishia kupata vyakula tu, lakini mazingira wanayoishi ni mabovu. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amesema hayo wakati akizungumza na mamia ya wananchi waliojumuika kwenye iftari ya pamoja iliyoandaliwa na ofisi yake. Mtanda amesema amekubaliana na taasisi hizo kufanya utafiti kuona ni vitu gani vina uhitaji wa maboresho ya makazi au uhaba wa vitu kama vile vitanda, magodoro na vifaa vingine, kisha kuwasaidia. Sasa elekezeni nguvu tukarabati vituo na maeneo wanayoishi. Kama wana magodoro tukafanye assessment tuwapelekee magodoro. Kama hakuna vitanda vizuri tufanye assessment tuwapelekee vitanda. Kama kuna kituo hakina television tuweke television. Kama hakija pakwa rangi hatutakuwa na kazi ya kutoa tu vyakula la hasha. Tuwasaidie na walezi kuimarisha vituo. Kwa hiyo wako watu waliokuja kwangu wana nia hiyo, nikaambia hapana, tubadilishe muktadha. Kutoka huko mnakoelekea nyie, twende fedha hiyo tuikompute, tuangalie changamoto ya kituo, tuweze kurekebisha ili na wenyewe waishi katika mazingira bora na salama zaidi. Aidha, Mtanda ametumia fursa hiyo kuendelea kuwataka wananchi mkoani hapa kutunza amani na kuendelea kuliombea taifa, viongozi na serikali ili taifa liendelee kuwa salama. Tunaambiwa tumtii Mwenyezi Mungu, tumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini tuwatii wale wenye mamlaka miongoni mwetu. Hata balozi wa nyumba 10 kwenye mtaa wako mpe heshima yake, kwa sababu asingekuwepo yeye, Mungu asingeshuka kuja kuongoza watu kwenye ule mtaa. Anatumia viumbe wake, lazima waheshimiwe, waungwe mkono, lakini wasipokuwa waadilifu ni lazima tuwaambie kwamba hii si sawa. Kama wanakula rushwa tukatae, na tunazo njia za kuonyesha chuki yetu dhidi yao kwa mujibu wa utaratibu na kwa mujibu wa sheria na si vinginevyo. Na wananchi mkoani Iringa wametakiwa kushirikiana na jeshi la polisi katika kutokomeza uhalifu na vitendo vyote vinavyoashiria uvunjifu wa amani. Taarifa zaidi na Ramadhani Yahya kutokea mkoani Iringa. Hayo yamezungumzwa na mkuu wa wilaya Iringa ndugu Khalid James katika iftari iliyoandaliwa na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa Sasip Alan Bukumbi, iliyofanyika katika ukumbi wa Royal Palm uliopo manispaa Iringa, ambapo amesema kuwa kitendo hicho ni ishara bora ya kuendelea kuimarisha mahusiano ya jeshi la polisi na jamii kwa ujumla. Yapo matukio ambayo ni polisi kwa polisi, lakini mengi ni matukio ya polisi na wananchi, na hii ni ishara ya kuendelea kuimarisha mahusiano bora baina ya jeshi letu na wananchi, na mahusiano hayo yanaimarisha ajenda kubwa ya kupambana na uhalifu na kuendelea kuimarisha dhamira ya serikali ya kuhakikisha kwamba ulinzi wa raia na mali zake unakuwa umekaa vizuri zaidi. Ndugu wananchi wenzangu, fursa tulioipata leo ni ya kuendelea kusogezwa karibu na jeshi letu ili kupitia umoja na mshikamano wetu tuendelee kulisaidia jeshi kudhibiti uhalifu. Na njia nyepesi ya kudhibiti uhalifu kwanza ni kutoa taarifa za uhalifu, lakini pili ni kusaidia uchunguzi pale tunapofanya uchunguzi wa uhalifu, lakini tatu kusaidia ushahidi pale ambapo tunakuwa tumewapata wahalifu na tumewafikisha mahakamani. Pia mkuu wa wilaya amewataka wakazi wa Iringa kumwomba Mwenyezi Mungu kuepusha na madhara ya mvua zinazoendelea kunyesha katika baadhi ya maeneo ya mkoa na kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya mvua hizo. Hivi karibuni tulikuwa na changamoto kubwa sana za mvua, lakini Mwenyezi Mungu ameanza kutuletea mvua kidogo kidogo. Mvua hizi kidogo kidogo zinazokuja zina madhara pia. Kwa moja ya mambo ambayo tutakuwa tuyafanye katika msimu huu wa Ramadhani ni kumwomba Mungu mvua zenye usalama ndani yake.
Leo nilikuwa Pawaga kule kupeleka misaada, Mheshimiwa Rais amepeleka misaada kwa ajili ya wananchi. Mvua zilinyesha kule, watu 3 wameangukiwa na majumba na nini, nyumba zimeharibika, na watu 59 hawana makazi kule. Kwa tuna jukumu la msingi sana kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu mvua zenye usalama. Kwa upande wake, katibu mkuu wa taasisi ya The Nurain Islamic Sheikh Shams El-Mubsiya amewasihi Waislamu na Wanairinga kwa ujumla kutii sheria bila shuruti, ikiwa pia ni maagizo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akiwataka wanadamu kufuata maamrisho yake. Nasaha ambazo nitazitoa ni tii sheria bila shuruti, tii sheria bila kushurutishwa. Na hizi nasaha zinatokana na aya niliyoisoma. Takwa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anakusudia sisi tuifikie ni kutii sheria bila kushurutishwa. Ndiyo kauli mbiu hiyo ambayo inatumiwa na ndugu zetu wa polisi. Kipindi cha mwezi wa Ramadhani ni kipindi cha mafunzo kwetu sisi Waislamu. Tupo kwenye semina maalum ya mwezi mmoja ambayo tumeletewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni matarajio yetu kwamba tunatoka katika mwezi wa Ramadhani tofauti na tulivyoingia katika mwezi wa Ramadhani. Tunatambua kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hafichikani na kitu chochote. Tumeweza kujizuia ndani ya mwezi wa Ramadhani kuzitii nafsi zetu katika kufanya maasiya, kumkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu anatarajia kwamba mwezi utakapomalizika, maibilisi watakapofunguliwa, watakuja na nguvu mpya ya kuhakikisha kwamba wanajaribu kumpotosha huyu mja ambaye ameingia katika mafunzo na kumrudisha kule alipokuwa mwanzo. Akitoa shukrani kwa wageni waliko waliojitokeza kushiriki hafla hiyo, kamanda wa jeshi la polisi mkoani Iringa Sasip Alan Bukumbi amesema kuwa kwa niaba ya mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amewashukuru wote kwa kujumuika kwenye iftari hiyo na kuwasihi kuendelea kutenda mema wakati huu hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Iringa, mimi ni Ramadhani Yahya wa Mahasin TV. Shukrani sana Ramadhani Yahya kwa undani wa taarifa hiyo kutokea mkoani Iringa. Wanawake wa Kiislamu mkoani Singida wamehimizwa kutumia fursa ya mikopo ya 10% inayotolewa na serikali ambayo haipingani na sheria ya Kiislamu ili kujikwamua kiuchumi kwa kutekeleza miradi mbalimbali ya ujasiriamali. Kongamano hilo lenye lengo la kuelimisha wanawake wa Kiislamu lilobeba anwani isemayo ukielimisha mwanamke umeielimisha jamii. Mwezeshaji mada kutoka ofisi ya manispaa afisa maendeleo akatoa elimu kwa kina mama juu ya mikopo inayotolewa na serikali. Halmashauri zote nchini kupitia serikali kuu zinatoa mikopo ambayo inaitwa ni mikopo yenye masharti nafuu. Pia afisa huyo alizungumzia 10% za mkopo huo na makundi yake husika kwa watu wanaostahili kupata mkopo huo. Makundi hayo ni matatu: makundi ya wakina mama, makundi ya vijana na makundi ya watu wenye ulemavu. Hizi pesa huwa zina vyanzo vikuu viwili. Chanzo cha kwanza ni hiki ambacho nimekizungumzia, ni makusanyo ya mapato ya ndani, shuru, kodi na tozo za aina mbalimbali. Inatengwa 10% kwa ajili ya kukopesha hayo makundi. Kwa upande mwingine, meya wa manispaa wakaomba kina mama wa Kiislamu wajikwamue kiuchumi katika mikopo hiyo ambayo inaandaliwa na serikali ambayo haipingani na sheria za dini ya Kiislamu. Sababu mikopo hiyo pia haina riba, lakini mikopo hiyo haina dhamana zaidi ya vikundi kudhaminiana wao kwa wao. Wito wangu kwa wanawake wa Kiislamu, Uislamu ni dini ambayo haijaacha kitu. Ni dini ambayo yale yaliyosema katika Qur'ani ndio yanayotokea sasa. Na dini ambayo imeelekeza mtu tangu anaamka mpaka anaamka tena kesho. Al-ummu madrasa, kwamba ukimsomesha mwanamama umemsomesha umma. Tunamwandaa mwanamama. Kwanza tumefanya mihadhara kwenye kata zote 18 kwa kina mama kwa ajili ya kumtengeneza mwanamama aijue dini. Na kongamano la leo tumewaita kina mama na tumeita wataalamu wa maeneo sehemu mbalimbali ili kuja kumuelewesha mwanamama. Leo mwanamama akifika akitambua jambo analisimamia kwa uadilifu. Tuna kongamano la kuaga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ila kongamano hili tumelifanya kitofauti kidogo kama makongamano mengine ambayo tumezoea kuyafanya katika dini yetu ya Kiislamu.
kongamano hili tumewalika wataalamu mbalimbali. Kuna mtaalamu wa dawati na kuna mtaalamu wa ustawi wa jamii. Wamekuja kutupa elimu, wamekuja kutuelimisha, kwa sababu kina mama ni chuo, na ukimwelimisha mwanamke basi umeielimisha jamii. Wamama walikuwa wanaumia sana na mambo ya riba, na tunaiomba serikali yetu iendelee kutuletea wataalamu, waendelee kuwaelimisha kina mama. Ukimwelimisha mama mmoja sawa sawa umeelimisha jamii nzima. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Singida, Fuadi Kasim Watuta wa Mahasin TV. Na mtazamaji wa Mahasin TV, taarifa hiyo inatutamatishia kapu la habari kwa upande wa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Namshukuru sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kusalia nami ndani ya kapu la habari, na sasa ni wasa mzuri wa kuweza kupata mkusanyiko wa habari za kimataifa kama ambavyo yanaletwa kwenye masimulizi na Hilali Seifu Riami. Katika rubaa za kimataifa tunaanzia huko nchini Sudan. Jeshi la Sudan limeukomboa uwanja wa ndege wa Khartoum kutoka kwa vikosi vya Rapid Support Forces RSF. Chanzo cha kijeshi kimesema jeshi limechukua udhibiti kamili wa uwanja huo. Baada ya kuikamata ikulu ya rais Ijumaa iliyopita, askari wameingia Khartoum wakikamata majengo ya taasisi za serikali yaliyokamatwa na RSF tangu vita vilipoanza kabla ya kuelekea kusini. Afisa huyo ambaye hajataka kutajwa jina amesema kuwa kusini mwa katikati ya Khartoum wanajeshi pia wamelizingira eneo la kimkakati la Jebel Aulia. Eneo hilo lilikuwa ngome ya mwisho kubwa ya RSF katika eneo la Khartoum kutoka kaskazini, kusini na mashariki. Tangu Aprili 2023 vita hivyo vimewaua maelfu ya watu na kuacha wengine zaidi ya milioni 12 bila makazi. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu milioni 3.5 lazimika kukimbia mji mkuu na kuvitelekeza vitongoji vyote. Wakati hayo yakijiri, kiasi cha watu 61 wameuawa katika shambulizi la anga lilofanywa na jeshi la Sudan kwenye soko moja la jimbo la Darfur magharibi mwa Sudan. RSF wanaendelea kudhibiti eneo la magharibi mwa nchi na hasa Darfur ambako wanataka kuanzisha serikali yao pamoja na washirika. Kwingineko, bunge la Israeli leo limepitisha sheria tata inayowapa viongozi waliochaguliwa mamlaka zaidi katika kuwateua majaji, hatua ambayo ilipingwa haraka na upinzani. Sheria hiyo iliidhinishwa kwa kura 67 dhidi ya moja iliyopinga, huku upande wa upinzani ukisusia kikao hicho cha asubuhi. Kwa ujumla bunge hilo lina wabunge 120. Kura hiyo inaakisi azma ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu ya kuendelea na mpango wake wenye utata wa mageuzi ya mahakama ambao uliibua mojawapo ya vuguvugu kubwa zaidi la maandamano katika historia ya Israel mnamo mwaka 2023 kabla ya kuzuka kwa vita vya Gaza. Dakika chache baada ya kura hiyo, Yair Lapid, kiongozi wa chama cha mrengo wa kati cha Yesh Atid, alitangaza kwenye mtandao wa kijamii wa X kwamba amekata rufaa katika mahakama ya juu dhidi ya sheria hiyo kwa niaba ya vyama kadhaa vya upinzani.
Kulingana na waziri wa haki Yariv Levin aliyewasilisha muswada wa sheria hiyo, hatua hiyo ililenga kudumisha usawa kati ya nguzo za serikali za bunge na mahakama. Na moto mkubwa wa misituni unaoendelea kwa siku ya 5 mfululizo katika maeneo ya kusini mashariki mwa Korea Kusini umesababisha vifo vya watu 24. Maafisa wamesema zaidi ya watu 27,000 wamelazimika kuhamishwa. Rais wa mpito wa nchi hiyo Hans Dokso amesema moto huo umeleta uharibifu mkubwa usio wa kawaida na kuzidi makadirio yote yaliyofanywa awali. Zaidi ya ekari 43 za ardhi zimeteketea, majengo zaidi ya 200 yameharibiwa ikiwemo hekalu la kale la Buddha lililojengwa miaka 1300 iliyopita pamoja na viwanda na magari mengi. Maeneo yaliyoathirika zaidi ni mji wa Andong, Useong, Sanchong na Usan. Zaidi ya maafisa 9,000 wazima moto, helikopta 130 na mamia ya magari yanaendelea kupambana na moto huo licha ya hali ya hewa kavu na upepo mkali unaozuia juhudi zao. Serikali imesema bado moto huo hujadhibitiwa kikamilifu. Hilal Sefuriami, Mahasin TV. Shukrani sana Hilali Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hizo za kimataifa. Na mtazamaji wa Mahasin TV, kabla sijaweza kutia utoa katika kapu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo siku hii ya leo. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan apokea ripoti ya CAG na TAKUKURU za mwaka wa fedha 2023-2024. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda awakumbusha wadau kuyatazama makazi ya watoto yatima wanaolelewa kwenye vituo mbalimbali mkoani hapa. Na katika rubaa za kimataifa, moto mkubwa wa misituni unaendelea kwa siku ya 5 mfululizo kusini mashariki mwa Korea Kusini, wasababisha vifo vya watu 24. Shukrani sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuweza kulifuatilia kapu la habari kuanzia mwanzo mpaka kufika hapa tamati. Mimi ni Saad Suleiman ambaye nimesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari za nje ya mipaka ya Tanzania tulikuwa naye Hilali Sefuriami. Kwa niaba wenzangu mtunishirikiana kwa pamoja kuweza kuliandaa kapu la habari, na kutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Mahasin TV. Wabillahi tawfik, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.